Nipende tusome kitabu cha Zaburi 66 mstari ule wa 12. Kitabu cha Zaburi 66 ule mstari wake wa 12. Kama unaweza weka, Biblia inasema uliwapandisha watu juu ya vichwa vyetu, tulipita motoni na majini, ukatutoa na kutupa. Haleluya. Mwandishi wa kitabu hicho cha Zaburi anazungumzia juu ya mapito. Pendwa, mwaka huu haujakuwa rahisi. Inawezekana mwaka huu haujakuwa rahisi mbele yako, kwa maisha yako. Moto unaasilia, trials, majaribu ambayo umepitia. Mstari wa 2, Biblia inasema upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, utateketea. Mungu alikuwa pamoja na wewe. Ni kwa sababu alikuwa pamoja na wewe. Biblia inasema wakati Shadraka, Meshaki na Abednego walipotupwa kwenye tanuru la moto, yule mfalme akafikiria wale watu wameisha. Akahesabu watu, akahesabu kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego wameishia kwenye moto. Lakini kumbe kulikuwa na mwingine ndani katikati ya moto. Badala ya hao kuwa watatu, Biblia inasema kukawa na mwingine wa 4 katikati ya moto. Na Mungu amekuwa pamoja na wewe ndani. Katika moto umepita. 2025 umepita kwenye moto. Lakini kukawa na mwingine ambaye alikuwa katikati ya moto huo. Akakusaidia, akakutetea, akakusimamisha. 2025 umepita kwenye maji. Sio moto tu, tumepita kwenye maji. We have passed through water. Inazungumza juu ya nini mpendwa siku ya leo? Inasema we survive and we are moving forward. Hiyo ndio topic yangu. Kwamba we survive. Kwa mapito tulisurvive. Kwa changamoto kwenye moto ambayo tunapita, we were able to survive. Tulisimama hata kwenye mapito, hata kwenye moto tuliweza kusimamishwa. Mungu alitusimamisha na bado tunaenda mbele. Bado hatujakwama. We are still moving forward. Kwa hiyo tulipita kwenye maji. Katikati yetu kuna wale ambao walipita kwenye maji. Mambo yako ya mazuri. Mambo yako ya mazuri. Haya ndio maji ambayo tunazungumzia. Tulipita kwa magonjwa makali, magonjwa mengi. Hiyo ndio maji. Tulipita kwa madeni mazito. Haya ndio maji ambayo tumepitia mwaka 2025. Familia tumestruggle. Haikuwa rahisi. Mambo yako mazuri. Hata kwenye jamii zetu we struggle kama jamii. Tumekuwa na vita vya kijinsia, emotional struggles katika maisha yetu. Maji yamekuwa mazito. Ndipo Isaya akasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Kuna mmoja ambaye amekuwa pamoja na wewe kwenye
madeni ambayo umekuwa nayo. Labda ulikuwa na madeni makubwa, lakini Bwana anakusaidia. Maana anasema japo kupitia kwenye maji katika mito haitakugarikisha, uendapo kwenye moto utateketea, wala mwala wa moto hautakuguza. Bwana Yesu asifiwe. Wala mwaka huu umefika, wakati mwingine unasikia kama uko peke yako, ni kama watu wanakuacha. Hali haijakuwa hali ile ambayo ulikuwa unatarajia, mipangilio yako haijakuwa vile ambayo ulikuwa unafikiria. Lakini kitabu cha Zaburi 34:19 Mungu amekuwa Mungu wetu, amekuwa Mungu ambaye anatutetea mbele. Inasema mateso ya mwenye haki ni mengi. Sio kwamba mtu mwenye haki penda utapita kwenye gharika au utapita kwenye moto. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana kutoka kwa yote. Haleluya. Anasema 34:19 inasema, sijui imetafsiri namna gani, lakini inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana kumponya naye yote. Sijui ni tafsiri gani. Nasema kumponya na mateso hayo yote. Bwana ametuponya na mateso ambayo tumepitia mwaka huu. Ametuinua, ametuleta nje ya mateso haya. Hatukuishia kwenye moto, hatukuishia kwenye maji. Bwana katika Wafilipi 1:6 kwamba yeye aliyeanzisha kazi nzuri juu ya maisha yetu, yeye huyu Mungu ni mwaminifu, ataikamilisha kazi nzuri aliyofanya. Kwa hiyo mwaka 2026 ataikamilisha. Haleluya. Yeye ambaye ameanza kazi nzuri juu ya maisha yako, ametuahidi, ni ahadi kwa Bwana kwamba yeye huyu Mungu ni mwaminifu, ataikamilisha. So tusiwe na uoga tunapojitayarisha kwenda 2026, tusiwe na uoga. Tunapoenda mwaka 2026, tuende na ahadi hizo za Bwana kwamba kazi nzuri ambayo ameanzisha juu ya maisha yetu kwa utele. Haleluya. Tunaingia kwa mwaka wa abundance, mwaka ambao una vitu vingi. Haleluya. Bwana ni ahadi kwa Bwana atakutoa na kukuleta kwenye ufanisi, kwenye utele. 2026 ni mwaka wa utele. Maana ni ahadi za Bwana. Maana ahadi za Bwana hazivunjiki milele. So tunaingia kwa mahali pa utele, mahali pa promotion, mahali pa urejesho, mahali pa divine rewards. Miaka iliyoliwa na nzige na parara na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa iliyolituma kati yenu. Anasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Anatuahidi kwamba atakurejeshea miaka yote iliyopotea, miaka yote uliyopoteza. Bwana asifiwe. Tunazungumzia juu ya nzige na parare. Parare nani anajua ni nini? Na madumadu na tunutu. Haleluya. Madumadu ni katapila. Katapila. Bwana wote hizo kwa Ndaba nyingiri omeka jonsi kene chingige chareye
ichingige kiwisia mete kehera na kiburuka. Wana na Biblia kisi. Nani anadai? Hakuna. So Biblia inatuahidi kwamba ataturejeshea. So 2026 Biblia anatuahidi kwamba atarudisha hiyo miaka iliyo na nzige. Inawezekana katika maisha yako kuna miaka ambayo imeliwa na nzige. Inawezekana kuna miaka ambayo umepoteza katika maisha yako. Kwa hiyo tuna ahadi ya mwaka 2026 kwamba Bwana anaenda kurejesha kile ambacho kimeliwa, hizo vitu zote, zile shida ambazo umepitia kwa huo muda wote. Kama kuna mahali kama umekwama hapo nyuma, Bwana na atuahidi kwamba anaenda kurejesha 2026 ile yote uliyopoteza kwa miaka. Nasema sio mwaka mmoja, kwa miaka ile yote. Haleluya. Tunaingia tunaambia kwa tunaingia sehemu ya abundance. Tunaingia sehemu ambayo ina vitu. Mwaka 2026 tunaingia sehemu ambayo ina vitu vingi. Kuna vitu vyako Bwana ameandaa sehemu huko mbele. Haleluya. Kwa hiyo ingia kwenye mwaka huo ukiwa na matarajio makubwa, maana ahadi za Bwana hazivunjiki milele. Haleluya. Bwana asifiwe. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11:12 inasema, Bwana alikulinda mwaka huu. Pamoja na kwamba umepita kwenye moto, lakini Bwana amekuwa mwaminifu. Bwana amekulinda. Amelinda watoto wako, amelinda nyumba yako, amelinda biashara yako, amelinda mifugo yako, amelinda shughuli zako zote. Bwana amekuwa mwaminifu. Hata pamoja na moto, hata pamoja na maji ambayo umepita, amekuwa mwaminifu. Na ndio tunasema we survive, we are moving forward. Hallelujah. We are still moving forward. Hatujachoka, tunasonga mbele na ujasiri ule wa Kristo, bali tunaenda mbele. Biblia inasema nayo nchi itunzwayo, nchi ambayo tunaenda sasa, mwaka ambao tunaenda, ni ahadi za Bwana kwamba nayo nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka. Nchi anapokuwa kwamba nchi katika Mungu ni nchi ambayo anaitunza Bwana. Kwa hiyo sehemu ambayo tunaelekea, wewe ya moving, mahali ambapo tunaelekeza miguu yetu, tunaahidi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba ni nchi ambayo Bwana anaitunza. Na ndani Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako na yako juu ya hiyo nchi, yanaitazama hiyo nchi tangu mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka na hadi mwaka ambao tunaelekea. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio tusonge mbele mbele. Sio tusiogope. Maana Bwana anatuambia kwenye kitabu cha Isaya kwamba yeye anafanya kitu kipya. Anatuahidi kwenye kitabu cha Isaya kwamba sasa ninafanya kitu kipya. I'm a new thing. Ninafanya tena kitu kipya. Kwa hiyo Bwana anakufanyia kitu kipya. 2026 anafanya kitu kipya. Usiogope. Maana Biblia inatuahidi mara nyingine tunasema wewe kuogopa. Usiogope mpendwa. Hata japo ulipita kwenye moto, hata kama japo ulipita kwenye maji, anasema a new thing. Ninafanya tena kitu kipya. Maana ya zamani yamepita, sasa tunafanya mambo mapya mara nyingine tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana nasema mwaka huu umepita kwenye mapito. Mimi na wewe tumepita labda kwenye mapito.
mapito gani ambayo umepitia, sijui ni moto gani ambao umepita, sijui ni kwenye maji gani, lakini bado Bwana anakuwa mwaminifu. Haujazama kwenye maji, haujachomeka na moto, bado nakuahidi yule ambaye alianza kazi nzuri ndani yako, anasema yeye bado ni mwaminifu, ataikamilisha. Yeye aliyeanza kazi nzuri, yule aliyeanza kazi nzuri ndio watoto wako hapa, anabaki kuwa Mungu mwaminifu, atakamilisha. Maana anasema kwenye ile nchi anayotazamia ni nchi ambayo yeye mwenyewe huitazama. Haleluya. Anailinda hili. Yeye alianza kazi nzuri. Huyu Mungu alianza na biashara hiyo ambayo uko nayo. Mungu huyu bado ni mwaminifu. Maana neno lake linasema yeye habadiliki. Yeye ni jana, leo na hata milele. Maana watu wengine watabadilika. Majira hubadilika. Huja majira ya mvua, huja majira ya jua, huja majira ya ukame, huja majira wakati mwingine ya kilio na majonzi na kuomboleza. Lakini Mungu wetu habadiliki. Sio Mungu wa majira, sio Mungu wa kubadilika. Yeye Mungu wetu hatishi na hali. Yeye Mungu hubaki kuwa Mungu. Wakati wa majira magumu, yeye hubaki kuwa Mungu. Wakati wa kiangazi hubaki kuwa Mungu. Wakati wa ukame, yeye Mungu hubaki kuwa Mungu. Hayo Mungu hubaki kuwa Mungu. Huyo ndio Mungu tunayemtumainia. Mungu uliyemtumainia akasimama pamoja na wewe mwaka huu, umtumainie zaidi, maana ana ahadi nzuri. Maana anasema ni Mungu wa utele wa mwaka 2026. Atakuwa Mungu wa utele, Mungu wa utele wa afya, Mungu wa utele wa kifedha, Mungu ambaye atatupangilia mipaka, Mungu ambaye atatusaidia zaidi ya jinsi ambavyo atusaidia 2025. Mungu wa utele anatuahidi kwenye kitabu kile cha tulianzia Zaburi 6:12. Aliwapandisha watu juu ya vichwa vyenu. Aliwapandisha watu juu ya vichwa vyenu. Nasekana ulikuwa moto mkali. Nasekana ilikuwa maji mazito. Alitupitisha motoni na majini, akatutoa. Bwana asifiwe. Alitupitisha, ndio tunakubali kwamba tumepita, tulipitishwa kwenye maji, kwenye moto, lakini inasema akatutoa. Haleluya. Ulipitishwa mbele kwenye magonjwa mazito, ulipitishwa kwenye sehemu ambayo ilikuwa ya kwenye mwamba. Ulipitia kwenye mwamba, inasikana ulipitia kwenye mwamba. Lakini anasema lakini Bwana akatutoa. Na baada ya kututoa akatuleta kwenye utele. Huyu ni Mungu wa ajabu. Huyu ni Mungu wa mambo makubwa. Huyu ambaye anakupitisha tena na kutoa na kupeleka kwenye sehemu ya utele. Huyu ni Mungu ambaye anastahili kupigiwa makofi. Amen. Anafanya jambo jipya maishani mwetu. So nikimalizia, basi sitaki kuchukua muda mrefu. Ninakuletea tu mambo ya kinabii. Kwamba ndio ulipita kwenye moto, ndio ulipita kwenye maji mazito,
lakini Bwana anakupeleka kwenye sehemu ya hoteli. Mwaka 2026 ni mambo ya kiunabii na kuletea kwamba ulipita, alikupitisha, ndio tunakubali kwenye moto, alikupitisha kwenye maji mazito, lakini 2026 anakupeleka kwenye